kusoma hotuba ya 160 katika baadhi ya kopi za Nahjul Balagha au 161 katika kopi nyingine. Imam Ali karibu miaka 1400 iliyopita aliulizwa swala hili. Kwa mfano, wa min kalami lahu alayhi salam, miongoni mwa maneno yake, li baadhi ashabihi, kwa baadhi ya masahaba zake, marafiki zake, wafuasi wake waliokuwa pamoja naye. Hawa wafuasi hawa walikuwa hawapo katika zama za Mtume, lakini walikuwa ni wafuasi wa Imam Ali. Wakamuuliza, wakati saalahu kaifa dafa'tum qaumukum an hadha almaqami wa antum ahaqqu bihi. Masala kama haya ambayo yanaulizwa leo, vipi kaumu yenu, watu wenu walikuondoeni kwenye madaraka haya ya ukhalifa, wa antum ahaqqu bihi, na nyinyi mnadai kwamba ni ahaqqu bihi, au pengine na nyinyi ni ahaqqu bihi, ni bora zaidi huwa ukhalifa au kwa cheo hicho. Faqala, Imam akasema, ya akha bani Asad, huyu mtu alikuwa kitoka katika kabila la Bani Asad, ewe ndugu wa kabila la Bani Asad, innaka laqaliqun alwadhin. Maneno mengine Imam Ali anatumia ni magumu, lakini alwadhin ni kile kitu, kamba inayofungwa kwenye mzigo. Mkanda unaofungwa mara nyingi inakuwa ni kamba inayofungwa kuzuia mzigo usicheze kwenye mgongo wa ba'ir, kwenye mgongo wa ngamia. Akamwambia, innaka laqaliqul wadhin, wewe na qalaq, unatikisika kama ile kamba inayofungwa mzigo kwenye mgongo wa ngamia. Tursil fi ghairi sadadin. Naam, walaka ba'da dhimamati as-sihr wa haqqi al-mas'ala, unayo haki ya kuuliza. Qad ista'lamta fa'lam, kwa kuwa umeuliza basi sikiliza jawabu. Anaambiwa sikiliza jawabu. Amma al-istibdad alaina bihadha al-maqam, ama wao kutuzuia na kutopata mansabu hii au khalifa huu au cheo hichi. Wa nahnu al-a'launa nasaba, na sisi nasabu yetu ni ya juu zaidi kwa wao. Wa ashadduna bi rasulillahi, na tumefungamana zaidi na mtume Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wa sallama. Nauta, yani tuko karibu zaidi, tuko kwa Kiswahili cha siku hizi tuko Bennett na mtume Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, yani tumechachamaa zaidi katika kumfuata mtume sallallahu alayhi wa sallama na kuwa karibu naye zaidi. Fa innaha kanat atharatun shahhat alayha nufus qaum, ilikuwa ni choyo tu na hasad zilizokuwa zimesambaa katika nafsi za watu hao. Kwa hivyo Imamu anazungumza wazi wazi, itakuwa ni jambo la kuchekesha kwa watu wanarudia. Imamu hakusema we, Imamu hakudai we, Imamu, yani wanasikia maneno, wanafuata maneno hayo bila ya kufanya bahthi au research. Inachosha kuwasikia watu ambao wana akili timamu wakirudia haya ambayo yanajibiwa na Imamu mwenyewe katika kitabu hiki ambacho